Haleluya, haleluya. Mwanafamilia wa maombi ya ukombozi, Mungu akubariki sana. Ninamtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumepata tena kibali na tumepata tena neema. Tumeona nguvu za Yesu Kristo tena zikitusimamisha. Tumeona utukufu wake wa ajabu. Wacha tuinue jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake mwaka 2026. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa kutupa kibali asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu mwema. Asante kwa uaminifu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Tumeshuka mbele zako kwa rehema nyingi, tukiomba toba. Tutakase Bwana yetu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako, lakini kwa rehema zako tuko hapa tena watoto wako. Tumenyenyekea, tunasi rehema zako tena watoto wako. Tutakase na kutusafisha kwa damu yako ya thamani. Tupe neema tena watoto wako tena siku ya leo, siku nzuri, siku ya baraka, siku ya neema. Usituache Baba yetu, tuone mkono wako na tuone fadhili zako. Asante Bwana Yesu kwa neema na fadhili zako na baraka zako kuu kwetu. Tunakutukuza kwa sababu ya neema, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya uweza wako na kwa sababu ya nguvu zako. Utukufu na heshima na enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Na unaweza comment sema amina. Na Mungu ni mwaminifu sana, ambaye umeanza naye asubuhi ya leo ni Mungu wa baraka kwetu. Nichukue nafasi kukuomba, kama subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira yale ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi hii kuomba, kama unapitia changamoto yoyote ambayo unatamani tushare pamoja na tuweze kuomba pamoja, basi tucheki kwenye namba hii WhatsApp. Nitaomba na wewe na Mungu atafanya jambo kubwa la utukufu. Ni muhimu sana kila unapofuatilia maombi ya asubuhi, weka agano la dhabihu, weka agano la sadaka. Mwambie Mungu, ninatamani kila maombi ambayo ninaomba niunganishe na sadaka yangu. Utaona baraka nyingi sana, kwa sababu maombi tu haitoshi tu kuomba, lakini unapoomba ukajiunganisha na dhabihu, uwe na uhakika utauona mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Nichukue nafasi kabisa kukuomba popote pale ulipo uweze kuchukua clip hii na uweze kushare, upelekee rafiki, jamaa, ndugu, kila mmoja. Hakikisha usiwe mchoyo, omba pamoja na watu wengine, itakuwa ni baraka nyingi sana na utakuwa umeifanya. Tunaendelea na maombi ya siku 21. Nikualike sana katika maombi ya siku 21, ambapo tutaendesha maombi kupitia mtandao wetu wa YouTube majira yale ya saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kila siku kwa siku 21. Niombe popote pale ulipo, basi chukua hatua ya kufunga, jidhabihu, ufunge na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Maombi yetu ambayo tulionayo ni kwa ajili ya malango 12, na kwenye malango haya tutatembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 12. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mfululizo mzima wa maombi haya ya milango 12. Lango letu la 12, hili ni lango la kukutanishwa na watu sahihi. Mpenzi mwanafamilia, kuna siri ajabu sana ambayo nataka nikupe. Hii ni siri kubwa sana. Siri hii inazungumza juu ya kukutanishwa na watu sahihi, na nataka nikwambie, baraka zozote ambazo uliwahi kuziona, baraka zozote ambazo umewahi kuziona, baraka zozote ambazo umewahi kuona, zote kuna watu waliobeba hizo baraka. Na nataka nikwambie, Mungu anainuaga watu kwa ajili ya mtu. Ukiona mtu yote amefanikiwa, maana yake kuna mtu aliinuliwa kwa ajili yake. Ukiona mtu yote aliinuka, ujue kuna mtu ambaye aliinuka kwa ajili yake akainua maisha yake. Chochote unachokitafuta, chochote unachokitafuta, chochote unachokitafuta, chochote kiko kwa watu. Lazima Mungu akuinulie watu mwaka 2020 na ngapi na 6.
watu watakaofanikisha njia yako, watu watakaofanikisha maisha yako, watu watakaofanikisha neema yako. Kuna mipango mizuri unayo, lakini unahitaji watu. Kuna neema unayo, lakini unahitaji watu. Kuna baraka unayo, lakini unahitaji watu. Hauwezi kwenda mahali kokote bila kuwa na watu sahihi ambao Mungu atakuunganisha nao. Kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 10, Biblia nataka nisome kidogo. Samueli wa kwanza sura ile ya 10 mstari kidogo. Biblia inasema ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akaamini kichwani paka, akambusu, akasema, je, Bwana akutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli, nao utamiliki watu wa Bwana na kuokoa katika mikono ya adui zao? Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kwamba Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Utakapoondoka kwangu hii leo, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benjamini huko Selsa. Anasema nao watakuambia punda au uliokwenda kuwatafuta wameonekana. Natazama baba yako ameacha kufikiri habari za punda, akafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya wanangu? Kisha utakwenda mbele, utafika katika mwaloni wa Tabori. Hapo watu watatu watakutana nawe. Sema watu watatu wanaokwea kumwendea Mungu huko Betheli. Nasema watatu, na mwingine atachukua mikate mitatu, na mwingine atachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimia na kukupa mikate miwili, nao utaipokea, nao utakupokea mikononi mwao katika palipo ngome ya Wafilisti. Kisha utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii walishuka kutoka mahali hapa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao kujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Hizi ni habari za Sauli. Sauli, Mungu anamuinua Samueli. Samueli ana mafuta Sauli, na baada ya Sauli kutiwa mafuta, ona kitu cha ajabu sana, ona kitu cha ajabu sana. Baada ya kutiwa mafuta, Biblia inasema watu sahihi. Sauli anaenda, lakini tunaona matokeo. Sauli anapofika mbele, anakutana na kundi la watu watatu. Wale watu walikuwa wamebeba na mbuzi, walikuwa wamebeba vitu kwa ajili ya Sauli. Akakutanishwa nao wale watu, lakini baadaye tunamwona anaenda kukutanishwa na manabii, na Sauli anaanza kutabiri. Hii ni siri ya ajabu sana. Sauli tena anaanza kutabiri. Nataka nikwambie kitu cha ajabu. Sauli alikuwa ni mtu wa kawaida, na alitumwa na baba yake wakati anatafuta punda, na punda zilikuwa zimepotea. Lakini unaona Sauli wakati anatafuta punda alijiuliza, hivi hakuna nabii hapa nimwendee? Tunamwona Sauli Samueli anamfuata. Samueli anaambiwa kwamba kuna Sauli anakuja, akifika mtie mafuta awe mfalme katika taifa la Israeli. Kumbuka nyakati hizo wana wa Israeli walikuwa wanaongozwa na waamuzi. Samueli ni muamuzi wa mwisho, lakini Samueli alikuwa ni muamuzi na nabii. Anayetiwa mafuta akiwa kwanza kuwa mfalme alikuwa ni Sauli, ndiye anatiwa mafuta akiwa wa kwanza kwa mfalme. Ndipo wana wa Israeli wanakataa kuongozwa na waamuzi, wanaingia kwenye hatua nyingine ya kuongozwa na wafalme. Huyu Sauli alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa. Mzee Kishi alimezaa mtoto yule, alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa. Lakini baada ya kukutanishwa na Samueli, historia yake ilibadilika. Na baada ya kutoka pale kuminiwa mafuta, anaenda na kutana na watu wamebeba zawadi, wamebeba vitu vikubwa. Anaenda na kutana tena na manabii, anaenda kutabiri. Historia ya Sauli inabadilika ghafla kwa muda mwepesi. Kuna watu ambao ukikutanishwa nao historia yako inabadilika. Kuna watu ambao mwaka huu Mungu akikutanisha nao utashangaa hata biashara hiyo inabadilika. Kuna wakati Mungu akikutanisha na watu utashangaa hata utumishi nao unabadilika. Kuna watu Mungu akikutanisha nao utashangaa hatima yako inabadilika, ila haujawaita watu sahihi kwenye maisha yako. Na ndio maana nakupa mzigo mzito mwaka 2026. Mungu akukutanishe na watu sahihi watakaomaliza hatima yako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Kutoka sura ya 3 mstari wa 9 mpaka wa 10 hatutasoma kwa sababu ya muda. Lakini hapa tunamuona Musa. Wana wa Israeli wanalia sana kwa ajili ya utumwa, lakini Mungu anamtokea Musa, anaambia nimekutuma, nenda ukawasaidia wana wa Israeli. Hii ni ajabu sana. Israeli hawakulia tena baada ya kwenda Musa,
maana aliwatoa katika nchi ya utumwa. Kumbe unahitaji watu, unahitaji mtu sahihi ambaye Mungu atamuinua kwa ajili yao na akabadilisha hatima yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 3 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10, utakutana mtu mmoja anaitwa Othnieli. Wana wa Israeli wanalia, wako kwenye utumwa usioisha. Mungu anamuinua Othnieli kwa ajili ya maisha yao. Historia yao inabadilika. Mungu anafanya jambo jipya kwa ajili ya taifa la Israeli. Wanakaa kwa amani na nchi inarudi kwa furaha. Ni kwa sababu Mungu alimuinua mtu kwa ajili ya maisha ya mtu. Soma kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 5 yote. Wafalme wa kwanza sura ya 5 taenda kumkuta Suleimani. Mungu ameongea naye kwamba angeweza kabisa kukamilisha jengo la Mungu alilokuwa ameweka ndani yake, lakini maono ya ndio sasa. Baba alikuwa ameshaandaa kila kitu, lakini Suleimani alihitaji mtu ambaye atakuja atasimama naye. Unaona kitu cha ajabu, wakati Suleimani amemaliza sasa na anaingia kwenye utumishi. Suleimani samaliza anaingia kwenye utumishi, Mungu alisimama akamuinulia mfalme. Haleluya! Huyo mfalme ndiye aliyesimama. Huyo mfalme alikuwa anaitwa mfalme Hiram. Mfalme Hiram anasimama, anamsaidia, anafikisha maono, kwa sababu kumbuka mfalme Hiram alikuwa kule ni jamaa wa Sidoni, watu wenye neema kubwa sana, watu wenye nguvu. Mfalme Hiram anasimama, anamsaidia Suleimani kutimiza ndoto. Unaweza ukawa umeitwa na Mungu, unaweza Mungu akawa amesema utafanya hivi na hivi, lakini Mungu asipoinua Hiram kwenye maisha yako, inawezekana usifikie ndoto. Inawezekana kabisa Mungu amekuinua, lakini Mungu asipokuinulia watu, asipokuinulia kina Hiram, hauwezi kufikia ndoto. Soma vizuri Wafalme wa kwanza sura ya 5, utaona maajabu makubwa sana. Suleiman anatimiza ndoto za kujenga hekalu, ni kwa sababu kuna Hiram aliinuliwa. Ninakuombea mwaka 2026 Mungu akuinulie watu sahihi. Na hujawahi kuomba maombi ya namna hii, unahitaji uandae sadaka maalum. Kamata hiyo sadaka yako, mwambie Mungu, naomba uniinulie watu sahihi watakaotimiza lile kusudi la maisha yangu, watakaopeleka kwenye ndoto. Na wewe ndani yako unasikia kabisa kwamba unahitaji kusimama na dhabihu na sadaka kwa ajili ya kuinulia watu sahihi watakao kuja kusaidia kwenye ndoto yako. Naomba inua sadaka yako na inua mkono wako pia. Nemtamka maneno haya, nifuatishe. Sema, Bwana Yesu, nimesikia sauti yako asubuhi ya leo. Hakika nakuhitaji Baba yangu. Naomba ufanye jambo jipya mwaka 2026. Yesu Kristo, umenipa maono, umenipa kazi, umenipa kila kitu kwenye maisha yangu, lakini sina watu sahihi ambao wanaweza kutimiza ndoto. Baba, nimeona kwa mfalme Hiram anasimama kutimiza ndoto za mtumishi Suleiman. Nimeona Bwana kwa ajili ya wana wa Israeli, Mungu anawainulia Musa kwa ajili ya kuwapeleka kwenye nchi yenye maziwa na asali. Baadaye anamuinua Yoshua, anawafikisha. Mungu leo hai, nimeona kwa neno lako ya kwamba uko tayari kuinua watu sahihi kwa ajili ya maisha yangu, katika jina Yesu. Tunaona Bwana Yesu kwa ajili ya Sauli, Baba unamuinua Samueli, anamtia mafuta Sauli kwa ajili ya kazi na anakutanisha na watu sahihi. Baba, kwa jina la Yesu, nami ninakusihi kwa nguvu zako, kwa utukufu wako, kwa uweza wako tokao juu, fanya jambo mwaka huu 2026. rikandarabasata rababasata raba rekerewasanda randorosatarabashaka. Baba, niinulie watu sahihi, watu watakaosimama, watu watakaosimamia ndoto, watu watakaosimamia maono, hata kunifikisha katika neema uliokusudia, katika jina Yesu. rikandarabasata rababasata rabakoria randaramasata rabakosha resata ramakosha rababasanda ramakoria resata rabakosha randaramakoria basika. Baba, inua watu sahihi watakaotimiza ndoto, watakaosimamisha ndoto, in the mighty name of Jesus. Rikandaramasata
rababasata rabakosha rekarabasata. Baba, watu sahihi watakaotimiza ndoto, watakaosimamisha ndoto, watu sahihi. Mwinulie mama huyu, mwinulie baba huyu, watu sahihi watakaotimiza ndoto katika jina Yesu. Baba, mpe watu sahihi, mwinulie watu sahihi, pe watu sahihi, watu sahihi watakaotimiza ndoto katika jina Yesu. Oh, asante Bwana Yesu, maana nakwenda kwenye ndoto zake katika jina Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Amen. Naomba weka sadaka hiyo kwenye namba ya Vodacom ya 0756 934 903 na nijulishe kama unahitaji maombi maalum ya kuinulia watu sahihi. Julisha kwa njia WhatsApp. Simama na maombi na uwe na uhakika Mungu anaenda kufanya mambo makuu yasiyo kwa ya kawaida. Mwaka 2026 Mungu anakwenda kudhihirisha utukufu wake. Mungu akubariki. Nikualike sana katika maombi yanayoendelea. Shalom, shalom, shalom.